inachekesha. Anasema kuna uzuri ambao mwanadamu anajitahidi alifanya, lakini kuna baya ambalo linamshika mwanadamu asitende. Unatamani kufanya matendo mema, lakini ndani yake kuna roho mbaya ambayo inakuzuia usifanye matendo mema, uaminifu, utu wema, kuishi maisha matakatifu katika mitaa mizuri ya Kariakoo. Sasa kwa sababu Mungu anaiana na Mungu anatamani mwanadamu afikiriwe, na Mungu anatamani mwanadamu afikirie njia toba, Mungu anafanya utaratibu, anafanya process, anafanya njia ya kumkomboa mwanadamu kumtoa katika shida ambayo inaitwa dhambi na kumleta katika kitu ambacho kinaitwa takatifu, holiness, ambapo mwanadamu anaweza akaishi nao mitaa Kariakoo. Sasa plani ya Mungu kuondoa madhambi ndani ambayo mwanadamu iko hivi. Kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Yohana 3:16, Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali wote watakaomwamini wawe na uzima milele. Sasa Biblia kumbe inatuelekeza ni kwamba Mungu hakuichukia dunia, bali Mungu kitu anachochukia ni dhambi. Na Mungu hamchukii mtenda dhambi, bali anachukia dhambi ambayo iko ndani ya mtenda dhambi. Na Mungu anachohitaji ni kuondoa dhambi ambayo iko ndani ya mtenda dhambi, sio kumchukia mtenda dhambi. Ni kwa ajili ya kumsaidia mtenda dhambi acha dhambi na anza kuitenda njia ambayo Mungu anataka atembee nayo. Sasa kwa nguvu zako huwezi kushinda dhambi, kwa nguvu zako huwezi kushinda matukano, kwa nguvu zako huwezi kushinda ulevi, kwa nguvu zako huwezi kushinda uzinzi. Yaani hata ufanyeje, kwa nguvu zako huwezi kushinda uzinzi. Wakati nahubiri mtaagrei pale, mtaagrei na Swahili, no, mtaagrei pale wauza vyombo, wakati nahubiri jamaa mmoja akanipata akaniambia, dogo James umeoa? Nikamwambia mimi sijaoa. Akaniambia sasa unawezaje kuhubiri kwamba mtu anaweza kusamehewa dhambi na ukashinda kuacha kutenda dhambi wakati hujaoa? Nikajua mshikaji ana shida ya uzinzi. Na mimi nikamuuliza wanaofuma guest wote wameoa? Wote mabachela? Alichonijibu ni kwamba hapana, kuna watu ambao wamefuma guest. Nikamwambia sasa shida ni nini? Kinachowafanya wafume guest wako na makahaba na maraya, tabu ni nini? Nikamwambia solution ya kuzima uzinzi sio kuoa. Unaweza kuwa na ndoa na bado kazini tu vizuri kwa mzinzi mmoja mzuri hapa Kariakoo. So solution ni vijana, sio kukimbia katika ndoa. Solution ni kuzima zinzi, ni kuzima dhana ya uzinzi ambayo iko ndani ya nafsi ya mwanadamu. Na ukishazima hiyo ndoa na ishina wa starehe, au utachapuka, au utakuwa na nyumba ndogo. Na kinachomsumbua mwanadamu hicho, dhambi ambayo imekaa ndani ya nafsi ya mwanadamu. Sasa Mungu anachohitaji ni kukupa breakthrough, ni kukutoa katika mateso na kukuleta katika uaminifu. Na ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana 3:16 kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali wote watakaomwamini wawe na uzima milele. Miaka 2024 iliyopita Biblia inasema Yesu Kristo akazaliwa katika jimbo moja inaitwa Galilaya na katika kijiji kimoja kinaitwa Nazareti. Biblia inasema katika kitabu cha Luka 2:52 akakuwa katika kimo na maarifa akiwapendeza wanadamu pamoja na Mungu. Yesu Kristo wa Nazareti alipokuja duniani alikuwa sawa na mwanadamu, aliishi sawa na mwanadamu, lakini ndani yake Yesu Kristo alikuwa na uwezo na mamlaka ya kuondoa madhambi na kuondoa kila aina ya utesi ambayo ibilisi amemtesa mwanadamu kwa muda mrefu. Na ndio maana tunaona uso wa Yesu ulikuwa ni uso wa maajabu. Kristo Yesu hakuwa na baba. Ina maana nafsi ambayo ilikuwa ndani yake Yesu Kristo ilikuwa ni nafsi yake Mungu ikimwambatisha mwanadamu pamoja naye, wanadamu pamoja na Mungu. Ndio maana tunasema Yesu Kristo alikuwa ni mwili, lakini nafsi ambayo ilikuwa ndani yake mwili ni Mungu mwenyewe. Na tukupa mfano mmoja, wakati fulani tulikuwa tunatoa pepo. Tunamwambia mtu mmoja ambaye alikuwa na mapepo. Sasa anaongea sio yeye, anaongea ni bibi yake ambayo iko ndani ya nafsi yake. Sasa ndipo nikasaduka ni kwamba mwanadamu anaweza kaishi lakini ndani yake asiwe ni yeye, akanaendesha. Yaani ndani ya nafsi ya mwanadamu kuna uwezekano nafsi nyingine kukaa. Sasa Yesu Kristo alipokuja duniani, mwili huu ni physical, alikuwa ni mwili wa kibinadamu, lakini ni spirit, alikuwa ni Mungu mwenyewe akitembea. Ndio maana kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Yohana kinasema nalo neno lilifanya mwili. Tunalipata hapo neno. Rudi kitabu cha Mwanzo ambacho aliandika prophet Musa. Tunasema na hapo mwanzo kulikuwa na mbingu na nchi. Na hapo mwanzo kuna mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Kisha Roho wa Mungu akatulia juu ya kilindi ya maji. Kisha Mungu akatamka. Sasa hili neno ambalo liliumba, tunaona hili neno linavaa mwili, ambaye ni Mungu alisia, anatembea kwa wanadamu, akisema nao, akiongea nao. Ndio maana Yesu Kristo alipokuja duniani, kitabu cha Yohana 10:30, Yesu akasema kwamba mimi na Baba tuna umoja. Akiwa na maana hii, huwezi kumtoa Mungu na ukamwacha
Yesu. Huwezi kumwacha Yesu na ukamtoa Mungu. Hii ni kwa sababu moja tu, wakazi wa Kariakoo, aliyekuwa anaongea ndani yake Yesu Kristo sio Yesu mwenyewe. Aliyekuwa ananena ndani yake Yesu Kristo sio Yesu mwenyewe. Aliyekuwa anaponya ndani yake Yesu Kristo ni nafsi yake Mungu na roho yake Mungu ambayo ilikuwa imetulia ndani ya mwili wake Yesu Kristo Nazareti. Na ndio maana Yesu anathibitishia watu mamlaka baadayo, akwambia nitenda msalabani, nitakufa, siku ya tatu nitafufuka, ili mpate kujua kwamba si mimi tena bali ni Mungu alikuwa anaishi ndani yangu. Na Yesu ili apate kututhibitishia mamlaka na futa baadayo, anasemesha habari, yoyote ambaye akinishabiki, yoyote ambaye akinikiri, yoyote ambaye akiniamini, nitaingia ndani yake, nitaishi naye, hata kuwa yeye tena bali Kristo atakuwa ndani yake. Na ndio maana tumesema mwanadamu wa kwanza ambaye amezaliwa katika tumbo la mama